Wa Eldoret wamebaki na mshtuko baada ya afisa wa polisi wa kituo cha Tembelio kumfyatulia risasi mwanamke ambaye anakisiwa kuwa mpenzi wa risasi na kumuua pamoja na mwanaume aliyemkuta pamoja naye katika eneo la burudani. Mike Chalo anaarifu zaidi. Ni kisa kilichoacha wakazi wa mji wa Eldoret wakiwa wamepigwa na butwaa. Kisa hiki kilichotokea muda mfupi baada ya saa 6 usiku wa kuamkia leo, kikisemekana kama cha penzi kuingia doa. Afisa wa polisi aliyetambulika kama Jackson Kirui wa kituo cha Tembelio akimfyatulia risasi mwanamke aliyetajwa kuwa mpenzi wake na ambaye ni msimamizi kwenye baa hii inayotambulika kama Kokwet, bila kumsaza mwanamume aliyemkuta wakiwa wamekaa pamoja. Bilo ya askari alifika akatusalamia hapa, tunamjua. Bila atusalamia akaingia ndani. Tuko malisa dakika 5. Tukasikia risasi nikapigwa juu. Kwa kaka kidogo tukaanza kutoroka. Kwanza kutoroka tukasikia nduri kapigwa hapo juu, watu wameuawa. Mida ya saa 2:30 sisi tunasikia tu marisasi kidogo. Ameua mke wake pamoja na jirani wake. So tumehuzunika sana. Inasemekana kuwa mwanamke aliyepigwa risasi na anayetambulika kama Mama P ndiye msimamizi kwenye baa hii. Afisa Jackson Kirui akitambulika kufika hapa mara kwa mara, huku akitambulika kama wapenzi. Japo wamekuwa kwenye mzozo kwa muda, afisa huyu akimuonya dhidi ya kutangamana na watu hasa wa jinsia ya kiume. Wamekusana kwa muda si mrefu sana. Hii ni mambo inaitwa kama Stacy, ndoa kamili ya wana watoto. But wamekuwa wakikosana. Anaona joto wa hasira ya polisi. Wanakuwa na hasira, hakuwa anashare na mtu yeyote. Walioshuhudia tukio hilo wakisema afisa huyu aliingia katika baa hii na kumkuta Mama P akiwa amekaa na jamaa ambaye ni mteja wake, huku akionekana wenye furaha. Kukazuka mzozo wa muda mfupi kabla ya kuwafyatulia risasi wote wawili. Yaani yako anaishi wote na raia na wote ishi walikuwa tuna huyo mwanamke yake. But huyo mwanamke alikuwa ametumia kijana wanye vibaya. Bila alikuwa anamtreat hapa hivi, alikuwa amempeleka vibaya. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Uasin Gishu amethibitisha kisa hiki, akisema afisa huyo ambaye kwa sasa amekamatwa alitumia bunduki yake ya kazi, huku miili ya wawili yao ikiwa imelazwa kwenye makafani ya hospitali na mafunzo ya rufaa ya Moi. Mike Chalo, TV 47.